Hello my good people, good morning, good morning, good morning. I greet you all wherever you are according to the time of your location. Mungu ni mwema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Jamani, twende pamoja. Leo ndo siku yetu ya kwanza. Baada ya hapo tutakwenda siku ya pili mpaka ya 6 watapata plain water. Siku ya 6 watapata plain water. Kwa hiyo kuanzia jana kuamkia leo siku ya kwanza wamepata vitamin na antibiotic ambayo ni Amintoto na Chimafam. Alafu kesho pia watapata hivyo, kesho kutwa watapata hivyo mpaka siku 5. Siku ya 6 watapata maji meupe bila chochote. Siku ya 7 watapata chanjo ya Newcastle ambayo itakuwa ni chanjo ya kwanza. Sasa hivi kwa broiler 2, nisikilize vizuri. Kwa broiler 2 unaweza ukawapa chanjo 2 tu. Siku ya 7 Newcastle na siku ya 14 gombolo unakuwa umemaliza. Lakini cheza sana na antibiotic hii na vitamini. Cheza sana na antibiotic hii na vitamini. Vile vifaranga viwili ambavyo jana nilisema wakati navishusha hapa kwamba hivi uwezekano wake wa kupona ni mgumu sana kwa sababu vimetoka havijakomaa. Kimoja tayari kilishakufa jana ile na nilijitahidi sana kukitetea lakini ilishindikana. So tuna kifo kimoja katika hii batch, lakini sio kosa letu. Ni matatizo ya kampuni. Wao wanajua kwamba vifaranga hivi vina mushkeli, havijakomaa, lakini kwa sababu wako kwenye business wanakufungashia hivyo. Kwa hiyo unatakiwa wewe mwenyewe tu uwe makini. Si kila kifo kinatakiwa kikuumize. Vifo vingine unatakiwa vichukulie tu kwa sababu vinakuwa sio wewe sababu. Nimeshawahi kuongea hilo mara nyingi na niliona hili niwaambie tu kwa sababu hii channel sio ya kudanganya watu, ni ya kusema ukweli. Tayari tuna kifo kimoja cha kile kifaranga ambacho niliwaambia jana. Hiki kifaranga kiwezi kwenda mbali kutokana na hali yake. Kingine kinajikongoja bado nakifuatilia, lakini kile kingine tayari kishakufa. Kwa hiyo tuna kifo kimoja ambacho tayari kimesababishwa na wazalishaji wenyewe na sina liko juu ya uwezo wangu. Singekuwa na uwezo wa kukizuia, nyinyi mlikiona hata manyoya ya mgongoni kilikuwa hakina, lakini pia kilikuwa hakiwezi hata kusimama. Kilikuwa hakijakomaa kabisa. So sio kila kifo cha kuku uanze kuumia moyoni. Hapana. Kuna vifo vile vinaweza kukuumiza na kukujeruhi moyoni ambavyo unajua kabisa hapa ni uzembe wako umeufanya, lakini kuna vifo vingine just take it as it is. Usiruhusu maumivu yasiyokuwa na sababu. So tutatumia vizuri sana hii antibiotic na vitamini kwa sababu tutakuwa na chanjo 2 tu. Wewe pia ninakushauri kwa broiler tu unaweza ukatumia chanjo 2 tu. Ya Newcastle ya kwanza siku ya 7 na gombolo siku ya 14. Siku ya 21 na siku ya 28 achana nazo. Kazana tu kunywesha hizo antibiotic na vitamini ambayo nimesema. Antibiotic utanywesha leo Jumatatu, leo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Siku ya 6 utawapa maji bila chochote. Unasafisha tumbo, unawasafisha matumbo ili kuandaa kupokea chanjo siku ya 7. Siku ya 8 kwa sababu wiki ya kwanza hii umewapa antibiotic na vitamini, wiki ya pili utawapa vitamini peke yake. Siku 5 za wiki ya pili. Alafu wiki ya 3 utarudisha tena antibiotic na vitamini siku 5 tena. Wiki ya 4 tayari unawaingiza sokoni, wanamalizia na vitamini pekee. Tunaelewana ndugu zangu? Ukitumia vizuri hizi dawa utaona hauhitaji tena kuwapa hizo chanjo zote 4. Lakini saso
broiler kienyeji lazima uwape chanjo hizo 4 kwa sababu wao ni masafa marefu na wanaweza akakupa changamoto sana hapo mbele ya safari. Utaratibu wetu ni ule ule siku ya 7, 14, 21 na 28. Baada ya hapo chanjo ya ndui. Tunaelewana wapenzi? Ya kumekucha na kumekuwa na mvua usiku kucha na baridi nini, lakini nashukuru Mungu anaendelea vizuri na moto upo unaandaliwa. Kuna mtu aliniuliza kwamba huo moto sio mwingi sana na uadhuru. Amna, huo moto sio mwingi. Moto ambao tunaweka mimi sipimi kwa pima joto sijui nini. Hapa unaona ile dirisha liko wazi. Kwa hiyo hakuna namna ambayo moto utawazidi. Na nikiingia mimi mwenyewe nakaa dakika 5 dakika 10 kuona naweza kusurvive na hili joto. Nikiona naweza kusurvive basi hawa kuku watasurvive bila shida yoyote. Sio kama tunaelewana vizuri hapo. Kwa hiyo usijali kuhusiana na moto. Usiweke moto mwingi kupita kiasi. Joto utakaloliweka kwenye hicho chumba hakikisha wewe mwenyewe ukiwepo huko ndani unaweza kusurvive. Kama wewe mwenyewe ukiwepo huko ndani unaweza kusurvive, au vifaranga watasurvive bila shida. Lakini kama wewe mwenyewe ukiwepo huko ndani unasikia kuhangaika na joto, basi ujue moto ni mwingi hata kwa vifaranga. Tunaelewana? Na ujue hili joto lina circulate zaidi hapa juu, sio kule chini kabisa. Pale chini kabisa pale joto linakuwa kiasi kidogo sana. Joto hili lina circulate zaidi huku juu. Na huku juu ndio linakutana na madirisha na milango. Kwa hiyo ukiona kama limezidi kidogo unafungua mlango au madirisha. Usifunge madirisha tinted kabisa, hapana. Lazima uache sehemu ya kuingiza na kutoa hewa ili kwamba vifaranga wako wawe salama na wasiweze kusuffocate pale joto linapokuwa limezidi. Wewe ndo controller. Na mimi huwa mara nyingi naingia kuangalia. Na wewe lazima uwe unaingia kuangalia. Usikae mahali ukajiziuka jumla. Lazima wewe unaingia kuangalia wanavurugu wewe hawa. Sasa wameshaanza kunitibulia haya makapi. Haya makapi wa kila tu. Wengine yanawakaba, yanawaletea shida. Why can't you? Mimi mbona mtulii nyie? Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo leo ni siku ya kwanza. Tutaendelea kuhesabu hivyo na punde nitawaletea kipimo cha hizi dawa, namna ambavyo tunazipima wakiwa hivi wachache. Wakiwa wadogo hivyo. Utumii dawa nyingi na ili masaa 24 yakipita usimwage dawa. Tunaelewana ndugu zangu? Hapa muda sio mrefu nitaleta nini? Nitaleta moto. Unaweza ukawaona wanachangamka vizuri sana. Love you so much. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. I love you all.